waliotangazwa kuwa wameshinda kuanzia rais mpaka chini kwenye madiwani ni watu ambao wamepora mamlaka ya Watanzania kwa mujibu wa katiba ibara ya 8. Kwa sababu mamlaka yoyote ya utawala yanatoka kwa wananchi. Wananchi ndio wanaoweka hiyo mamlaka kwa kura halali. Sasa ni mtu tu ambaye upeo wake ni mdogo ambaye anaweza kasema uchaguzi wa tarehe 29 mwaka jana, mwezi wa 10 mwaka jana ulikuwa huru na haki. Uchaguzi utakuwaje huru na haki wakati risasi zinalia? Uchaguzi utakuwaje huru na haki wakati damu za watu ziko barabarani? Uchaguzi utakuwaje huru na haki wakati vibanda vya kupiga kura vimefumuliwa? Uchaguzi utakuwaje huru na haki wakati mahema ya kupigia kura yalivunjwa? Kauli nyingine kwamba polisi walikuwa wema sana, wapole sana, wataratibu sana. Sasa mimi nilishuhudia polisi wa kada zote mpaka traffic police wakiwa na AK47 wakikimbizana na raia. Nilishuhudia polisi wakitoa vipigo kwa wananchi. Katibu mkuu wa chama ndugu Evelyn Munisi anasema kwamba uchaguzi ulikuwa huru na haki. Anasema kwamba tangu chaguzi za vyama vingi zimeanza kufanyika katika nchi hii, hakuna uchaguzi ambao polisi walisimamia wakiwa wapole, wakiwa watulivu, wakiwa rafiki kama uchaguzi uliopita. Ni kukataa ukweli. Na chama cha upinzani ni chama ambacho kinategemewa kiwe karibu na wananchi, kiwe sauti ya wananchi, kiwasemee wananchi, kiwatetee wananchi. Sasa unapopindisha ukweli, ina maana kuna jambo lingine ambalo unataka kulifanya.